Bwana nibarikiwe, Bwana nibarikiwe sana. Wazazi, je, tuna kauli mbiu gani? Bwana Yesu sana. Amen. Najua kuna jeshi kubwa na kuna nguzo. Wa baba ni nguzo ya kanisa, lakini wa mama ni jeshi kubwa. Kwa tukiunganisha jeshi na nguzo tunapata upendo na umoja. Haleluya. Amen. Bwana nibarikiwe sana. Amen. Mimi binafsi nakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Tumehubiriwa tangu watoto wametuhubiri, wametuambia wazazi, imekuja fellowship wametuhubiria, wamekuja kononia wametuhubiria. Haleluya. Mimi ni nani? Wamekuja disciple, wamesema tumtegemee Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tusitegemee vitu vingine. Haleluya. Amen. Fedha zinapita. Haleluya. Lakini neno la Bwana halitapita. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi kama una amani na kama unaona jirani yako kaa naye amenuna, unaweza kusogea kiti cha mbele. Haleluya. Amen. Maana leo ni sherehe. Amen. Amen. Kichwa cha somo nimekiweka mchango wa mzazi katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchango au majukumu ya mzazi katika kujenga ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mzazi ni nani? Haleluya. Bwana asifiwe. Maana si kila mtu ni mzazi. Anaweza kuwa na miaka 100 lakini asiwe mzazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kila mtu ni mzazi. Mzazi ni yeyote yule, ni mtu yeyote yule ambaye ana majukumu au anaitwa baba, analea. Haleluya. Yule ni mzazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yule ni mzazi. Haleluya. Lakini pia katika mtazamo wa kibibilia tuna wazazi aina mbili. Haleluya. Haleluya. Tuna wazazi waliotuzaa kimwili, baba na mama, lakini pia tuna wazazi waliotuzaa kiroho. Wamepewa jukumu na Mungu kutulinda, kutuchunga, kutuonya na kukemea pale ambapo tunaenda kinyume. Huyo naye pia ni mzazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapoadhimisha siku ya wazazi, tunaadhimisha pande zote mbili, kiroho na mwilini. Amen. Amen. Naamini sasa hapo umenielewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa zimefika siku za kutakasika. Sasa jukumu la kwanza silo la Yesu kwenda peke yake kanisani. Jukumu la kwanza ni la wazazi kupeleka mtoto wao kanisani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndiye mzazi ambaye tunamzungumzia siku ya leo, ambaye ana wajibu wa kutunza kanisa na familia ya kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe sio mzazi wa stadi hiyo, ajiulize. Haleluya. Haleluya. Lakini pia mwanzilishi wa familia, maana familia ni mke na mume, watoto ni mazao, ni malimbuko. Haleluya. Tunaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, tunakutana na mwanzilishi wa wazazi ambaye ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Alipomaliza kumuumba Adamu, akamtengeneza na mke wake Hawa. Haleluya. Akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kama mzazi hauongezeki, wewe sio mzazi katika jicho la Mungu. Haleluya. Kama mzazi unaweka kitanzi, wewe sio mzazi katika jicho la Mungu. Haleluya. 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 Unajua kwa kutoka kigelegele pale, maana wanapewa majukumu. Tumeambiwa zaeni mkaongezeke. Haleluya. Kwa hiyo swala la kuongezeka ni la kimungu. Haleluya. Lakini ile swala zingine ni la shetani kuzuia watumishi wa Mungu wasiongezeke. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo siku ya leo tunapozungumzia wazazi, tunazungumzia katika jicho la kibibilia kwamba mzazi umepewa jukumu la kuchunga, la kuangalia. Haleluya. Maana mchungaji wa kwanza kwenye familia yako ni wewe mwenyewe. Haleluya. Mchungaji wa kwanza kwa ajili ya watoto ambao wameimba hapa ni wewe mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo mzazi ukiamua uharibu, unaharibu. Haleluya. Na ukiamua utengeneze, unatengeneza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana hawa watoto ambao wameimba hapo wanakuangalia wewe, hawajui mema na mabaya. Kwa hiyo mzazi ndio anaanza kuwekeza kile kitu ambacho unakitaka. Amen. Na kama unawekeza kile kitu ambacho
tunachokitaka, maanake mwisho wa siku tunatarajia tuone product ambayo itamletea Mungu utukufu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona kwenye familia kuna marumbano, tambua wazazi wamekaa vibaya. Haleluya. Ukiona wavuta bangi barabarani, tambua msingi uliharibika tangu kwenye familia zao. Haleluya. Ukiona wadada wanajiuza kule, shida sio wadada, ni wale wazazi wao ndo walitengeneza kwa namna hiyo. Haleluya. Utakula ulichopanda. Amen. Wewe umepanda miogo na tarajia umekaranga, inaingia kilini kweli? Yaani kwa akili haraka haraka haiwezekani. Haleluya. Nimekuja kukutangazia kwamba wewe ni mchungaji katika familia yako. Haleluya. Umepewa jukumu na Mungu kulinda na kutunza na kukemea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona vijana wanaenda kinyume ndani ya kanisa na wewe mzazi upo, alafu naenda kusema tunafanyaje? Wewe sio kusema tunafanyaje, mfuate mwambie. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo wazazi tuna jukumu kubwa. Haleluya. Tuna jukumu kubwa. Yaani tusikae tu kama kukaa tu tukalizika hapa. Mungu anatudai. Bwana asifiwe sana. Mungu anatudai. Maana haya matumbo ndiko pumzi ya Bwana inaingia. Wanatoka wahubiri, wanatoka mitume, wanatoka manabii, wanatoka kwenye haya matumbo ya wazazi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa lazima tujue wajibu wetu, tujue mchango wetu kwa Mungu ni nini. Haleluya. Mungu aliona kwamba inafaa. Haleluya. Kwani si angetosha tu kumtengeneza Adamu? Wangeongezekaje? Si alikuwa anatosha tu aishi peke yake. Lakini alipomwona Adamu alipokuwa na mawazo, anafikiria namna ya kuishi, akaangalia wanyama kwa wawili. Adamu amekaa pale na stress za kutosha. Mungu akafikiria huyu mtu nimtengenezee mwingine msaidizi. Haleluya, ili wawe familia moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wazazi ni familia moja. Wazazi tunaongea kwa lugha moja. Haleluya. Wazazi tukisema moja mbili haipo. Haleluya. Wazazi tukisema yes ninakuwa yes kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo historia ya wazazi ipo tangu karne ya kwanza ya dunia hii kutengenezwa. Wewe sio wa kwanza, walikuweko wengine walioishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Waliishi katika maadili yale ya kufundisha watoto wao. Jina la Bwana libarikiwe.